Tumesikia tutasema ziara ya Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kule nchini Urusi, na ni inakuwa ziara ya kipekee kwa sababu imepita tunasema karibu awamu zaidi ya 5 za marais, sio 4-5 imepita takriban 4-5 ndo hii tangia kipindi hiko cha Mwalimu. Kwa hivyo tunaona kwamba imekuwa ni ziara, pengine marais wengi wamepita katika awamu zao hawakubahatika kwenda nchini Urusi. Tunasikia tukienda katika nchi mbalimbali na Urusi ilikuwa ikitazamika kwa namna yake kitofauti. Labda kipekee tu hii inakuwa ni ziara ina upekee kiasi gani kwa mataifa haya mawili? Kwanza, misingi ya sera ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sera ya kutofungamana na upande wowote, kwa maana ya kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina ushirikiano na mataifa yote makubwa, kwa sababu haiegamii upande wowote wala haina turufu ya kudumu kwenye mizozo ya kimataifa. Tanzania ina ushirikiano na Urusi, Marekani, China, Uingereza, Ufaransa na mataifa yote ambayo tunashirikiana nayo yanaheshimu maslahi yetu, tunaheshimu maslahi yao, hatuingilii mambo yao ya ndani na hawatuingilii mambo yetu ya ndani. Kwa hiyo ukija kutazama ni kwamba kwa nini Mheshimiwa Rais ameenda Urusi? Kuna sababu nyingi. Moja ni utekelezaji wa dira maendeleo ya taifa, hii hapa nimekuja nayo, dira 2050. Kwenye dira ya maendeleo ya taifa tumesema, kwenye dira ukisoma haraka haraka, dada yangu Samia utanipa dakika moja nijaribu kusoma hapa haya mambo, kusema dira ya taifa ya maendeleo 2050 inaanzisha safari ya mabadiliko makubwa ili ifikapo katikati ya karne ya 21 Tanzania iwe taifa lenye ustawi, usawa na uwezo wa kujitegemea. Msingi wa dira hii ni maendeleo ya watu yanayochochewa na uchumi imara wenye ushindani na kipato cha juu. Yaani Tanzania tumepanga mpaka kufika mwaka 2050 tuwe na uchumi wa dola trilioni 1, yani GDP, pato la taifa. Sasa hivi GDP yetu ni dola bilioni 95. Kwa mpaka kufika dola trilioni 1 tunahitaji ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi, kidiplomasia, kinishati na kimkakati na mataifa yote yenye nguvu, kwa sababu sisi tunashirikiana na kila taifa linalolenga kulinda maslahi yetu na sisi kulinda maslahi yao. Kwa hiyo hatuhitaji kujifungia upande mmoja, tunahitaji kuwa na mashirikiano ya pande nyingi, kwa sababu dada yangu Samira, dunia inahama kutoka kwenye bipolar world, yani taifa moja kuwa na nguvu duniani, yani bipolar world, ambapo Marekani ndio taifa lilikuwa lina nguvu zaidi baada ya kuanguka Umoja wa Nchi za Kisovieti mwaka 91 mpaka mwaka 2008. Sasa hivi tupo kwenye multipolar world, uwepo wa mataifa mbalimbali yenye nguvu za kiusiasa, kiuchumi, kidiplomasia na kimkakati. Kwa ili Tanzania tuweze kufikia uchumi wa dola trilioni 1 ni lazima tuanzishe mashirikiano au kuendeleza mashirikiano na mataifa mbalimbali ili tuweze kufikia malengo yetu. Aha, vizuri sana. Vipi kwa upande wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika utawala wake, ama awamu hii inamweka katika rekodi gani kwa yeye kuwa rais wa pili wa nchi hii kutembelea nchi ya Urusi, na baada ya miaka mingi zaidi ya 30 sijui 20? Sio zaidi ya miaka 50. Miaka 50 tangia alipokwenda Mwalimu Nyerere, miaka hiyo 69, 79, 89, 99, 2009, 2019. Hebu tazama sasa, zaidi ya miaka 50. Na kipindi hiki chote walikuwa wanaenda, labda mfano Kassim Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kaenda Urusi mara mbili, 2019 kipindi cha hayati Magufuli na mwaka 2023. Hapa katikati walikuwa wanaenda mawaziri, lakini level ya juu ya urais alienda Mwalimu Nyerere mwaka 69 mpaka leo. Na sasa hivi leo 2026 mwezi wa 6 amekwenda Dr. Samia Suluhu Hassan. Inamweka kwenye rekodi gani? Inamweka kwamba anatengeneza rekodi ya kipekee ya kwenda Urusi kujaribu kuendeleza mashirika, kwa sababu uhusiano kati ya Tanzania na Urusi ni wa zamani sana, tangu kipindi kile Urusi inaitwa USSR, yani the Union of Soviet Socialist Republic au Umoja wa Nchi za Kisovieti. Umoja huo ulianzishwa mwaka 1922 na Vladimir Lenin na kuja kuanguka mwaka 1991 kipindi cha Mikhail Gorbachev. Kwa hiyo wakati sisi tunapata uhuru 9 Disemba mwaka 61, miongoni mwa mataifa ya mwanzo kutambua uhuru wa Tanganyika ni pamoja na Umoja wa Nchi za Kisovieti, yani USSR.
kipindi hicho ikiongozwa na rais wake wa tatu Nikita Khrushchev. Lakini pia tunao Watanzania waliosoma Urusi miaka ya mwanzoni kabisa. Tunaye daktari wa kwanza wa wanawake na watoto Dr. Martha Daniel Mwaikambo, alisoma mwaka 62 mpaka mwaka 66. Tunao majasusi mbalimbali waliosoma Urusi kipindi hicho, akiwemo mkurugenzi wa usalama wa taifa miaka hiyo anaitwa Dr. Lawrence Gama, alisoma Urusi. Tunao makada wa chama cha TANU waliosoma Urusi, wakiwemo Kingunge Ngombari Mwiru. Ukisikia TANU ni Kingunge, Kingunge na TANU. Ushaikusikia nyimbo Kingunge na TANU, TANU na Kingunge. Alisoma Umoja wa Nchi za Kisoviet, akarudi akasema Mungu hayupo. Tunaye watu wengi, tunao Watanzania wengi, wanajeshi, maaskari, wana uchumi, wana sayansi, wana teknolojia. Na Umoja wa Nchi za Kisoviet kipindi hicho Urusi ulifanya mambo makubwa sana. Kwanza ulitusaidia harakati za kupigania uhuru, uhusiano kati ya chama cha TANU na chama tawala cha Umoja wa Nchi za Kisoviet kinaitwa Bolshevik Party. Hapo mpaka leo Chama cha Mapinduzi CCM kinafanya mashirikiano na chama tawala cha Urusi, the United Party, alichokianzisha Putin mwaka 2001. Lakini ni uhusiano ambao Urusi ni miongoni mwa taifa yenye nguvu kiuchumi, kwa sababu ijapokuwa ina pato la taifa takriban dola trilioni 3, lakini Urusi ni nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa gesi Ulaya, mafuta, ina madini ya uranium, ina madini ya kaa, inazalisha ngano kwa wingi. Urusi inazalisha mbolea. Na sisi Tanzania tunazo biashara ambazo zinafanya vizuri nchini Urusi. Tunazo biashara za kuuza vyakula, matunda na biashara zingine za kimkakati. Tunabadilishana ujuzi kwenye masuala ya ulinzi na usalama, masuala ya silaha na masuala mengine mengi. Kwa hiyo uhusiano kati ya Tanzania na Urusi haujaanza jana wala juzi. Urusi ni rafiki yetu wa muda mrefu, tangu kipindi akiitwa Umoja wa Nchi za Kisoviet. Ni rafiki yetu wa zamani. Na hata kipindi mwaka 91 Umoja wa Nchi za Kisoviet ulivyoanguka, Tanzania iliendelea kudumisha uhusiano wake na Urusi. Aha. Lugetu, Tanzania inakuwa na tunasema kuwa miongoni mwa nchi ambazo zinashirikiana na Urusi ni fursa. Tunaweza kupata fursa kiasi gani ukitizama hapa? Hasa ukizingatia wenzetu wametupita mbali kwa yale ambayo umetueleza Lugete. Mosi ni swala la nishati, kutokana na vita inayoendelea Mashariki ya kati ya Irani dhidi ya mashirikiano ya Israel na Marekani na mashambulizi, na sintofahamu inaendelea kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na sasa hivi tupo kwenye tishio la ukata wa mafuta duniani. Mafuta yamepanda kwa zaidi ya 70% kwa nchi zingine. Kwa hiyo tunaweza tukatumia urafiki wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Urusi kupata nishati ya mafuta. Urusi ni msambazaji mkubwa wa mafuta barani Ulaya. Hata mataifa ya Umoja wa Ulaya sasa hivi yanachukua mafuta Urusi, baada ya mafuta kupitia mkwamo mkubwa kutoka Mashariki ya Kati kupitia mlango bahari wa Hormuz. Lakini pili, tunaweza tukatumia ushirikiano na Urusi kujaribu kujifunza kuhusu nishati mbadala. Warusi wana kampuni yao inaitwa Gazprom, ndio inayosambaza gesi bara zima la Ulaya, na upo msemo unasema Europe shall never and will never survive without Russian energy. Ulaya haiwezi kuishi wala kustahimili maisha ya Ulaya bila nishati kutoka Urusi, yani gesi na mafuta. Lakini tatu, tunaweza tukatumia uhusiano wetu na Urusi kujaribu kupata mbolea kwa bei nafuu. Urusi ni wazalishaji wakubwa wa mbolea, na sisi pato letu la taifa kwa takriban zaidi ya 40% tumekuwa tukitegemea kilimo. Kwa hiyo tunahitaji mbolea yenye bei nafuu inayoendana na mazingira ya udongo wetu wa Tanzania. Kwa hiyo ili kuweza kukuza kilimo cha kimkakati na kufikia uchumi wa dola trilioni 1 mwaka 2050 na kutengeneza pato la taifa la kila Mtanzania la dola 7,000, ni muhimu tukapata mbolea ya kutosha kwa wakulima, tukafanya utafiti wa mbegu na mazao mbalimbali, tukashirikiana na wataalamu wa kilimo kutoka Urusi na wa Tanzania. Na uzuri, msafara wa Mheshimiwa Rais umesheheni wana diplomasia, wana siasa, wana uchumi, wataalamu wa akili unde na mnembe, wataalamu wa masuala ya ulinzi na usalama, wataalamu wa nishati. Ni msafara ambao umebeba kila aina. Haya mazungumzo naamini yatakuwa na tija. Lakini tunaweza tukatumia uhusiano na Urusi kujaribu kuvutia uwekezaji, yani makampuni ya Tanzania yaone fursa. Mfano, Warusi ni waagizaji wakubwa wa matunda kutoka Tanzania. Yule ndugu yangu Mwakipesile Asajile kutoka Mbeya anaweza akachukua maparachichi yake kutoka Mbeya akaenda kuyauza Moscow, St. Petersburg
na miji mbalimbali nchini Urusi na kutengeneza soko la kimkakati. Lakini tunaweza tukashirikiana na Urusi kupata chuma kwa bei nafuu. Kwa hiyo ushirikiano huu tunaweza tukapata mikopo kwa bei nafuu. Tunaweza tukatumia makampuni ya Urusi yakaja kufanya ujenzi, makampuni ya Tanzania yanaweza yakaenda Urusi. Kwa hiyo biashara, ukiangalia tu thamani ya biashara kati ya Tanzania na Urusi ni zaidi ya dola milioni 500 na uwekezaji wa Urusi nchini Tanzania ni zaidi ya dola bilioni 1.5 na biashara za Tanzania zinazouzwa Urusi ni zaidi ya dola milioni 30 kwa mwaka. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama taifa kwenye hizi siasa za kimataifa na kupitia diplomasia yetu ya uchumi, ni muhimu tukaingia kama wabia na washindani kuliko kuwa kama wasindikizaji wa mafanikio ya mataifa mengine. Kwa hiyo nadhani tumejipanga vizuri kama taifa. Tutatumia uhusiano wetu na Urusi kujinufaisha kiuchumi, kuvuka hatua, kuwa na nishati ya uhakika. Nitakupa mfano dangu Samira. Tumepanga kwamba kwenye dira ya maendeleo, kwa sababu Mheshimiwa Rais anakwenda kutekeleza dira na dira inaanza kwenye bajeti inayopangwa hii ya mwaka 2026 leo mpaka 2027, ambapo tumesema makadirio ni ya bajeti ni takriban shilingi trilioni 62.3. Ili tuweze kufika uchumi wa dola trilioni 1 tunahitaji nishati ya uhakika. Mfano, umeme tulionao Tanzania ni megawati 4500. Hatuwezi kufika uchumi wa dola trilioni 1 mwaka 2050 tukiwa na umeme mdogo. Tunahitaji vyanzo mbalimbali vya umeme. Tunahitaji umeme wa maji, umeme wa jua, umeme wa upepo, umeme wa mabaki ya mimea na wanyama, yani biogas, biomass na biofuel. Tunahitaji umeme wa nuclear kwa sababu Tanzania ni mwanachama wa NPT, mkataba wa nuclear kimataifa, yani Non-Nuclear Proliferation Treaty, na sisi tunarutubisha uranium kwa 1.4 kwa ajili ya matibabu ya kansa pale Ocean Road. Kwa hiyo tukiingia mkataba wa International Atomic Energy Agency IAEA, tukiweza kukaguliwa kila mwaka tunakaguliwa, tukiweza kurutubisha uranium kwa 7%, tunao uwezo wa kutengeneza megawati za umeme zisizopungua 10,000, tukijumlisha na hizi 4,500 maana 14,500. Tukiwa na vyanzo vingine vya umeme wa upepo, umeme wa maji, mabaki ya makaa ya mawe, mabaki ya wanyama na mimea, tukawa na umeme wa kutosha. Tunatakiwa tuwe na megawati za umeme zisizopungua 30,000. Kwa sababu nchi zenye umeme mkubwa ndo zenye uchumi mkubwa. Ukiangalia Afrika Kusini wana megawati za umeme zaidi ya 20,000. Ukiangalia Nigeria wana megawati za umeme zaidi ya 20,000. Ukiangalia Misri wana megawati za umeme zaidi ya 15,000. Ili sisi tufikie uchumi wa dola trilioni 1 mwaka 2050, ni lazima shirika letu la umeme TANESCO liwe na uwezo wa kufanya commemoration au anniversary ya mwaka mzima bila umeme kukatika nchi nzima. Tukifika hapo ndipo tutafika uchumi ambao unaweza kuvutia miradi mikubwa ya kiuwekezaji. Makampuni makubwa kama Toyota, Mercedes Benz yatakuja kujenga viwanda vyao vya magari na yatakuja kuassemble magari na magari yatapatikana kwa bei rahisi. Ni lazima tuwe na umeme wa uhakika, ni lazima tuwe na vyanzo mbalimbali vya uhakika. Ili tuweze kufikia dira ya maendeleo ya taifa, lazima tujipange vizuri kiuchumi, kisiasa, kimkakati, kiulinzi na kiusalama. Lakini wakati huo ni lazima tuwe na uwezo kwa 100% kutatua changamoto zetu na migogoro yetu ya ndani. Kwa namna unavyoifahamu Urusi na ukubwa wake na vilivyomo kwa ukubwa wake pia hata katika kutuzidi katika upande wa nyanja za kimaendeleo pia, kitu gani hasa unakitazamia kwamba kitupiwe jicho la ziada, ama tunasema kifanyiwe mkakati zaidi kwamba msafara huu usirudi mtupu pasipo kugusa eneo hiyo ama engo hiyo? Ni kipi hasa ambacho unakiona kitaendana na hiki ambacho umekizungumza cha kuelekea katika maendeleo ya dira ya taifa letu 2050? Kwanza, shirika letu, wataalamu wetu wa TPDC, wataalamu wetu wa Wizara ya Nishati, lazima kuwe na mashirikiano kati ya TPDC ya Tanzania na kampuni kubwa ya gesi ya Urusi, Gazprom. Tunao mradi mkubwa sana wa gesi unaitwa LNG, kama umewahi kusikia, liquefied natural gas, wenye thamani ya dola bilioni 42 za Kitanzania, ambazo ukizikonveti kwa hela ya Tanzania ni zaidi ya shilingi trilioni 97. Kwa hiyo tunatakiwa mashirikiano kati ya kampuni ya gesi ya Tanzania na kampuni ya gesi ya Urusi. Lakini tunao mradi wa SGR kwenda nchi nzima, kwenda Rwanda, Burundi mpaka Kongo. Kwa hiyo tukishirikiana na kampuni za Urusi tunaweza tukapata mataruma ya SGR kwa bei nafuu.
Tunaona ni miradi ya chuma ya Mchuchuma, Liganga, Njombe. Ni lazima wataalamu wetu kutoka Tanzania waende Urusi wajifunze, kwa sababu Urusi ndio nchi yenye teknolojia bora ya masuala ya gesi na nishati. Kwa hiyo lazima tujifunze kutoka kwao. Lakini lazima tuangalie kwa namna gani kama taifa tunao uwezo wa kupata mikopo nafuu yenye riba nafuu kwa ajili ya maslahi ya miradi yetu ya maendeleo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu Urusi kuna kitu kimoja ambacho tunachangia nao. Tanzania na Urusi tunao uswahiba wa kiitikadi. Sote tumepitia katika mifumo ya ujamaa. Lakini pia kuna kitu kimoja ambacho hawajui kuhusu Urusi. Kuna kitu kimoja kinaitwa Sino-Soviet Union, ushirikiano kati ya Umoja wa Nchi za Kisoviet na China kuanzia mwaka 1949 baada ya mapinduzi ya China. Baadaye miaka ya 70 ulitokea mgogoro kati ya Umoja wa Nchi za Kisoviet, yani Urusi kipindi hicho USSR, pamoja na China, inaitwa Sino-Soviet Conflict. Rais wa kipindi hicho wa China Mao Zedong aliingia mgogoro na rais wa Umoja wa Nchi za Kisoviet Leonid Brezhnev kipindi hicho. Moja kati ya nchi ambazo ziliwakutanisha Urusi na China na kujaribu kuwapatanisha ni Mwalimu Nyerere mwaka 73, mwaka 74. Alikutana na kiongozi wa Umoja wa Nchi za Kisoviet na kiongozi wa China kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa Marekani, akawakutanisha, akawaambia kwa nini mnaingia mitafaru. Kwa sisi Tanzania tumeshawahi kuwapatanisha Urusi na China, kipindi hicho Urusi inaitwa Umoja wa Nchi za Kisoviet, kwenye mgogoro. Lakini sisi Tanzania pia nguvu yetu kidiplomasia ni kubwa sana. Sema vijana hawa wajenzi wanatakiwa wajue. Na kwa mfano mwaka 71 72 China ilitaka kufukuzwa Umoja wa Mataifa. Marekani na Uingereza na Ufaransa wameshapiga kura China ifukuzwe Umoja wa Mataifa. Ni Tanzania peke yake ndio iliyosimamisha shilingi kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kusema kwamba China anastahili haki zake na za msingi ndani ya Umoja wa Mataifa. China akarudishiwa hadhi zake, ni kwa sababu ya sauti ya Tanzania. Haya mambo inabidi vijana waelewe kwamba taifa letu lina heshima kubwa duniani kabisa. Kwa muktadha huo uliotoleza hayo Lugete, mchanganyiko huu wa mataifa mbalimbali kuelewana na mengine kutokuelewana, na Urusi inatazamwa pia katika macho tofauti. Kuna watu ambao wanaichukulia kama nchi pengine ambayo iko na ubabe kidogo kwenye masuala ya kivita, ikiwemo masuala nyuklia na vitu vingine vingi. Tanzania kuingia katika muunganiko huu na ziara hii ya mwaka huu haitaweza kutogea kwa namna yote kwa mataifa ambayo pengine si marafiki wazuri kwa Urusi, ikiwemo Marekani. Hatufungamani na upande wowote. Sisi hatufungamani na upande wote. Tuna uhusiano wetu na Urusi hautavuruga uhusiano wetu na Marekani. Uhusiano wetu na Marekani hautavuruga uhusiano wetu na China. Yaani sisi yale mataifa makubwa yote yanayovurugana duniani yote tuna mashirikiano. Sisi tunaamini kwamba ni diplomasia huru kwa kulinda maslahi ya pande zote. Kwa hiyo sisi tuna uhusiano na Urusi, tuna uhusiano na China, tuna uhusiano na Marekani, tuna uhusiano na Israel, tuna uhusiano na Irani na Palestina na mataifa yote yenye nguvu, Korea Kusini, India, Japani, Pakistani, yote tuna barozi hapa. Yaani sisi kila taifa tuna uhusiano mzuri. Ni kwa sababu sisi tunaamini kulinda maslahi yetu na kulinda maslahi yao. Hayo mataifa yanayogombana sisi hatuhusu. Hivi dada yangu Samira, chukulia mfano kama majirani zetu Kenya. Kenya wamekubali nchi yao kuweka kambi ya jeshi ya Marekani. Ina maana kuna baadhi ya mambo Kenya hawawezi kufanya na Urusi kwa sababu wana kambi ya jeshi ya Marekani. Sasa siku Marekani na Urusi wakikutana wamtose Kenya, hawamtosi. Chukulia mfano wale wakina Ibrahim Traore, Assimi Goïta na Abdurrahman Chiani wameamua kujiegemeza upande wa Urusi. Wao nadhani Marekani siku akiwavamia Urusi atawatetea? Kama Urusi ameshindwa kumtetea Bashar al-Hafidh al-Assad, rais wa Syria ambaye alivamiwa na magaidi wa Al-Qaeda na Islamic State akatoswa. Venezuela alijielekeza kwa China na Urusi, lakini alipokuja kuchukua rais wao China na Urusi ndio maana tunasema diplomasia nzuri ni sera kutofungamana na upande wote. Yaani haya mataifa yenye migogoro ni muhimu kushirikiana yote kwa pamoja, kwa sababu ukishirikiana yote kwa pamoja, kila mmoja mkiwa na mashirikiano nayo, mnafanya nayo uhusiano wa kibiashara, kiuchumi na kisiasa, hakuna taifa linaweza kukuvamia kwa sababu wewe haujajumbia upande wowote. Sawa kabisa. Kwa sababu haya mataifa yakikutana, yani Marekani na China, Marekani na Urusi na China wakikutana kwa pamoja, yani Urusi hawezi kuvunja uhusiano wake na China kwa sababu eti ya Burkina Faso. Yani Marekani hawezi kuvunja uhusiano wake na China au na Urusi kwa sababu ya Kenya. Haiwezekani, atamtosa Kenya kwa sababu wale wana mambo mengi kabisa wanakutana, kuanzia kwenye Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa mpaka kwenye masuala yao ya intelligence, masuala ya uchumi na biashara za kimataifa, kwa sababu wale wanaunda kwenye nchi 5 zenye nguvu, yani P5, yani
G5, yani zile nchi zenye baraza la ulinzi na usalama la umoja, kura ya turufu, ambapo kuna Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na China. Haya ndo mataifa matano yenye nguvu duniani. Kwa haya mambo, mataifa hayo sisi tunashirikiana yote, na hata haya yanayobukia, sijui India, Ujerumani, sijui mataifa ya Umoja wa Ulaya, sijui Brazil, sijui Korea Kusini, sijui Japan, sijui Saudi Arabia, sijui Qatar, yote tunashirikiana nayo. Kwa sababu tunajua kuna hatari kubwa. Ndio maana kuna msemo mmoja kwenye diplomasia unasema ni hatari sana kuwa na mgogoro na Marekani na Israel, ila ni hatari zaidi kuwa na mgogoro na Marekani na Israel alafu utegemee Urusi na China wakusaidie. Ni ngumu sana. Sasa Umetueleza vyema. Suluhisho la haya yote ni kushirikiana wote, lakini kuna baadhi ya mambo hutakiwi kuwapa nafasi. Mfano, Tanzania ni miongoni mwa nchi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo hakuna kambi ya jeshi ya nchi yoyote kubwa duniani. Hii sisi tuna maamuzi huru ya kiulinzi na kiusalama. Sasa Lugeto umetufafanulia vizuri mno. Yoyote ambaye afahamu bila shaka ameelewa kwa upana kabisa na uzuri, na kama hakuna mtu ambaye kaelewa kwenye hili nitampa pole. Naomba Matias akuandalie shots ya Captain Morgan Ago ili kidogo ushushie, kwa sababu hichi ambacho umekiongea ni cha muhimu sana. Yani umetufanya tuelewe kwa undani zaidi. Nilipitia mitandaoni nikaona kuna watu wanahoji kwa nini ziara hii imekuja sasa hivi na si nyakati nyingine zote ambazo tulikuwa nazo huko nyuma. Mbona Mheshimiwa Rais ameenda Marekani mara mbili, mbona watu hawakuhoji? Issue ni kwamba ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, angalia, tunao Watanzania ambao angalia huwaambii kitu kwa Marekani. Tunao Watanzania ambao huwaambii kitu kwa China. Sasa hivi wamejitokeza kundi la Watanzania ambao ni mashabiki wa Iran. Nadhani ukifika mitandao unawaona. Sasa ukitaka mjadala kuhusu hii vita ya Irani dhidi ya Marekani na Israel, mchambuzi yote anaitwa lazima atukame. Kwa sababu watu wanahisia, kuna watu wanaipenda Irani kuliko Tanzania, kuna watu wanaipenda Marekani kuliko Tanzania, kuna watu wanaipenda Urusi kuliko Tanzania, kuna watu wanaipenda Palestina kuliko Tanzania, kuna Watanzania wanaipenda China kuliko Tanzania. Hata uipende Israeli kuliko Tanzania, huwezi kuwa Muisraeli, utabaki kuwa Mtanzania. Kwa hiyo, lakini ni kwamba Mheshimiwa Rais ameenda Marekani mara mbili, kaenda nchi za Ulaya, kaenda mpaka Ufaransa na nchi mbalimbali. Swala la Mheshimiwa Rais kwenda Urusi sasa hivi ni kutokana na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050, kwa sababu angalia inaanza kwenye bajeti ya mwaka 2026 2027 ambapo tunaianza tarehe 1 mwezi wa 7. Tunahitaji kushirikiana mataifa yote yenye nguvu duniani ili tufikie uchumi wa dola trilioni 1. Hatuwezi kujifungia upande mmoja, na ndio maana mwaka 1961 Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi ambayo Tanganyika kuunga mkono kuanzishwa kwa sera ya kutofungamana upande wote au umoja wa kutofungamana upande wote. Kwa kizungu inaitwa Non-Alignment Movement, ambao wazo lake lilitoka mwaka 1955 kwenye mkutano wa Bandung uliofanyika Indonesia chini ya Chief Sukarno na Mohamed Hatta. Baadaye mwaka 61 tu viongozi wakakutana Belgrade, kipindi hicho Yugoslavia, ikiongozwa na Josip Broz Tito, ambapo sasa hivi taifa la Yugoslavia halipo, ndio Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina limeparaganyika hapo na kuunda mataifa kama mataifa hayo. Kwa hiyo mwaka 61 Rais Mwalimu Nyerere, Tom Mboya alikuwa waziri wa Kenya, sijui Kwame Nkrumah, Mohamed Hatta, Aung San, Gamal Abdel Nasser, Ahmed Ben Bella na viongozi wengine zaidi ya 80 walikutana Belgrade, Yugoslavia, kuunda umoja wa kutofungamana na upande wote, yani Non-Alignment Movement, kwa lengo la kujiweka kando kwenye migogoro ya kimataifa na ile mivutano miwili iliyokuwepo, two blocks, ambao kuna block ya Mashariki, Eastern Bloc, ambao ni umoja wa nchi za Soviet pamoja na China na Korea Kaskazini, walikuwa na migogoro kwenye vita baridi dhidi ya Marekani na washirika wake pamoja na NATO. Kwa hiyo sisi Tanzania tuliona kwamba ni hatari sana kwenye kipindi cha vita baridi kujifungamanisha na taifa moja na kujifanya na wewe ni adui wa taifa jingine. Ndio maana tukawa katikati, hatufungamani na upande wote, na sera ya kutofungamana na upande wote imeendelea kutupa heshima ya kisiasa, kiuchumi, kijeshi na kimkakati dunia nzima. Ndio maana Tanzania tuko makini sana kwenye kupiga kura kwenye migogoro ya kimataifa. Kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraini, sisi Tanzania tulisema hatuna upande, tunaomba wapatane. Kenya wakapiga kura kwamba wanamuunga mkono Ukraini kwa sababu tu Marekani alipiga kura anamuunga mkono Ukraini. Kwenye vita ya Mashariki ya Kati hii inayoendelea, sisi sauti yetu ni kwamba tunaomba wapatane kwa maslahi mapana ya dunia. Sisi Tanzania hatuna kiherehere kwenye migogoro ya kimataifa. Sawa, kama ulivyosema hatufungamani na upande wote ule. Kwa mantiki hiyo mashirikiano
makubwa na mataifa hayo ulimwenguni kama vile Urusi, Marekani na hata China inaleta tija kiasi gani kwa taifa hili bila kuathiri masuala yetu ya diplomasia, Lugete? Kwanza mosi, tunakuwa tuna uwezo wa kushirikiana na kila mtu. 2, hatujibani kufungamana yote. 3, tunapata mikopo, biashara, uchumi kutoka kwa wote. Yaani ukiangalia hapa Tanzania hapa, kuna makampuni ya Japani yako Tanzania, kuna makampuni ya India yako Tanzania yanafanya biashara, kuna makampuni ya Korea Kusini, ya Japani, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, tuna makampuni ya Umoja wa Ulaya, tuna makampuni ya Marekani, tuna makampuni ya China, tuna makampuni ya Urusi. Lakini sisi biashara za Tanzania zinaendelea kufanya vizuri kwenye hizo nchi kwa sababu sisi wanatujua hatufungamani na nchi yoyote. Kwa tunakuwa tuna uwezo wa kufanya mashirikiano, wa kujadiliana, wa kupatana, wa kuruhusu uwekezaji na kuvutia mitaji kutoka kwenye mataifa yote yenye nguvu duniani. Kwa Tanzania inaendelea kuwa sehemu salama. Hakuna taifa ambalo linaweza kuwa na wasiwasi wa kuwekeza ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unaitazama ziara hii, Lugete, ikileta matokeo chanya katika nyanja zipi hasa ambazo taifa la Urusi limefanikiwa? Moja ni sekta ya nishati, nimesema dada yangu. Tutegemee makampuni ya Gazprom kutoka Urusi, Rosneft, Lukoil na makampuni mengine kuja kufanya mashirikiano na Eura, TPDC, wizara yetu ya nishati. Tutegemee biashara kati ya Urusi na Tanzania kuendelea kukua, biashara zitakuwa. Tutegemee uhusiano wa kiulinzi na kiusalama kati ya Tanzania na Urusi. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vya Tanzania vitashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vya Urusi kubadilishana ujuzi. Tutegemee maendeleo ya mawasiliano, akili unemba na teknolojia. Sasa hivi kumeibuka Watanzania wengi wanakwenda kusoma Urusi. Juzi tu kuna waandishi wa habari wamekwenda kusoma masuala ya mitandao Urusi, walienda. Na wewe pia Mungu akusaidie na wewe uende. Amina. Mwaka huu uende kwa sababu hizi kozi zimekuwa zikitolewa kwa waandishi wa habari wa Tanzania kwenda kubadilishana waandishi wa habari wa Urusi. Tutegemee mashirikiano makubwa. Kuna watalii kila mwaka wanakuja, watalii zaidi ya 17,000 kutoka Urusi. Tunategemea kwa hii safari ya Mheshimiwa Rais, tunategemea labda mpaka kufika mwezi wa 12 mpaka mwakani, tutategemea watalii 30,000 kutoka Urusi kuja hapa Serengeti, Ngorongoro, Zanzibar, Manyara, Mikumi mpaka Gombe na mahali Kigoma kuangalia soko wanaofanya na binadamu. Kwa hiyo tunategemea ziara hii inatija kimkakati, na mimi sina shaka na uzalendo wa rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu anapambana asubuhi, mchana na jioni kwa maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.